Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka kwa mwandishi mmoja kutoka pale Misri. Huyu ni mwandishi ambaye amesafiri pia na klabu ya Al Masry amekuja nao hapa hapa Tanzania kwa ajili ya mchezo wa hatua ya robo finali. Of course sio mwandishi ambaye amesafirishwa na timu. Kwa hiyo ninavyosema ni mwandishi amekuja na Al Masry, msiseme kwamba labda Al Masry ndio imemleta, no. Yaani yeye amekuja kutoka Misri, anakuja kuripoti taarifa mbalimbali kuhusiana na huo mchezo kati ya Simba na Al Masry hapa Benjamin Mkapa. Na yeye ni mwandishi ambaye anafanya kazi kwenye chombo cha habari cha Misri, lakini yeye ni mtu kutoka Nigeria. Yaani yeye ni wa Nigeria, anaitwa Hashim Ramadhan. Na Hashim Ramadhani huyu ni mwandishi ambaye of course ni mwandishi wa kimataifa, anafanya kazi pale Misri kwenye shirika moja la utangazaji, sitalitaja jina kwa ajili ya kulinda nani yake, lakini amekuja pia Tanzania. Na moja ya vitu ambavyo ameniambia ni kwamba Al Masry wana mpango wa kuanza kuivuruga mechi kwenye dakika zote za kipindi za kwanza na kipindi cha pili. Wanaivurugaje mechi? Na lengo lao kubwa ni kwamba wanapoteza sana muda kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwishoni. Na namna yao ya upotezaji wa muda ndio ile ambayo tumeizoea by the way. Na ni moja ya mbinu ambazo timu nyingi kutoka Tunisia, kutoka Morocco, kutoka Algeria huwa mara nyingi wanatumia, kutoka Misri pia. Yaani wanaweza kuwa wanacheza sana mpira katikati, lakini mpira sio kwamba wanacheza sana mpira unatolewa sana nje. Yaani mpira unatolewa sana nje. Kama unakumbuka mechi ya Yanga na MC Alger, namna ambavyo MC Alger walicheza ndivyo ambavyo wana plan kucheza hivyo Al Masry. Yaani kwamba watakuwa wanacheza mpira sana eneo la katikati, lakini mipira mingi itakuwa inatolewa nje. Lakini pia wachezaji wao watakuwa wanalazimisha contact za lazima, yaani kugongana sana na wachezaji wa Simba, kwa sababu anajua kigongana mchezaji wa Simba akilala chini automatically mpira utasimama. Kwa hiyo ukisimama mpira tayari muda ndio unazidi kwenda. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo ameniambia wana plan ya kuvifanya. Na unajua kwa wenzetu mara nyingi huwa wanazungumzaga mambo yao sana wazi kwa wale watu ambao wanatoka kule kwao. Sasa huyu Hashim amemwambia kwa sababu ni mwandishi ambaye anatokea Misri. Kwa hiyo wanakuwa pamoja kwenye majadiliano yale, wanaweza kumshirikisha pia naye akakaa sehemu huo mpango kwa sababu ni mwandishi wao. Wanaamini kwamba yeye taarifa zote ambazo zatokea, zile ambazo ni mbaya hawezi kuandika. Na of course huo ni mpango ambao kwenye mataifa mengi duniani. Yaani kuna mataifa ambayo timu zao zikiwa zinacheza, iwe ni nyumbani au ni ugenini, taarifa mbaya kuhusu timu zao haziandikwi, lakini wanaandika taarifa nzuri kuhusu timu zao. Yaani kwa mfano, unaona kwa Tanzania, ikitokea hiyo siku Al Masry wamezuiliwa, labda wamefanyiwa figisu labda pale na Simba, waandishi wote wa Tanzania wanakuta wanaandika ile taarifa kwamba Simba waifanyia figisu nani? Al Masry. Ni kitu ambacho huko kwetu kinafanyika. Yaani maana yake ni kama wanaishtaki Simba kwamba inafanya figisu au inawafanyia wapinzani figisu. Lakini kwa wenzetu ni tofauti. Yaani kwa wenzetu iko hivi. Timu ikiwa inaenda kucheza nyumbani au ugenini, hata kama itafanya figisu ile au wao watashiriki kufanya figisu fulani, ile taarifa hawaiandiki. Na ndio maana mara nyingi huwa wanawashirikisha hata waandishi ambao wanasafiri nao kutoka kwenye mataifa yao kwenda kwenye mataifa ya ugenini, kwamba jamani tutafanya 1 2 3, lakini hawataki taarifa iandikwe. Kwa hiyo hata kama nyinyi mtaona uwanjani imefanyika lakini msiandike. Kwa hiyo mnaacha tu wale wengine waandike, lakini nyinyi msiandike. Na ndio maana yeye ameweza kupata taarifa kama hiyo kwamba Al Masry mpango wao ni kuingia na kupoteza muda uwanjani. Lakini wanapotezaje muda? Kwa kutoa mpira nje na kulazimisha migongano na wachezaji wa Simba ili wao wadondoke chini. Wakidondoka chini wanaashumu kama wameumia, ndio muda watautumia kumaliza kwa namna hiyo. Na ni kitu ambacho tumewahi kukiona kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya MC Alger. Tuliwahi kuona pia kwa Yanga dhidi ya USM Alger pia na MC Alger, mechi zote mbili. Kwa maana timu zote mbili, mechi dhidi ya USM Alger ile ya finali ya kombe la shirikisho na MC Alger hii ya kwenye klabu bingwa mwaka huu. Lakini pia tumewahi kuiona kwenye mechi ya Simba na Wydad Casablanca kama unakumbuka, mechi ambayo ilichezwa hapo Benjamin Mkapa. Ni mifano tu ya hizo mechi kwamba ni watu ambao wanapoteza sana mechi muda kijanja. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa na tahadhari kubwa sana kwenye hiyo mechi, kuhakikisha kwamba hawaruhusu contact yoyote ambayo inaweza kupelekea mchezaji wa Al Masry kulala nje. Sasa hapa kitu pekee ambacho kinaweza kuwasaidia Simba, kwa sababu Al Masry mpango wao ni kulazimisha contact na wachezaji wa Simba kama sehemu ya plani yao. Maana yake lazima watalazimisha plani yao ikamilike. Sasa ili Simba kujiepusha na hiyo plan, maana yake
ni lazima wapunguze hizo contact. Sasa hizo contact utazipunguzaje wakati wao ndio wanataka hizo contact zitokee? Ni swali linalohitaji wachezaji wa Simba kuelewa kwamba ikitokea mchezaji wa Al Masry amekuja kukugadi, it is better ukamwacha, kama ni kudondoka mwenyewe adondoke mwenyewe. Lakini pia ni swala ambalo ili Simba wapone inabidi muamuzi alielewe. Yaani kwamba kuna nyakati ambazo Al Masry watalala chini wachezaji wao kwamba wameumia, lakini yeye muamuzi anapaswa kupeta tu, kwa sababu muamuzi atakapopeta manake yule mchezaji atagundua kwamba hiki ambacho mmekifanya kinaweza kutuathiri, atanyanyuka mwenyewe. Lakini kama muamuzi atakuwa anawasikiliza sana, inaweza kupelekea Simba wakashindwa kutimiza lengo, kwa sababu zile nyakati ambazo muamuzi anawasikiliza wachezaji wa Al Masry ndio nyakati ambazo wao wanazitumia kwenye kupoteza muda, ikiwa ni sehemu ya plani yao. Kwa hiyo inabidi muamuzi pia wa mchezo alielewe hilo. Lakini kama muamuzi atashindwa kulielewa, maana yake inaweza katokea hatari kubwa ya Simba kucheza yani mpira kuchezwa dakika chache kuliko muda ambao watu wametumia kupoteza muda. Hicho ni kitu ambacho Simba wanapaswa kukijua. Na kama wanaifuatilia Ngereza TV watakuwa wameelewa. Mimi nimeambiwa by the way na mwandishi mmoja kutokea kule Misri, ameniambia hiyo na ni mpango wao, na of course wote tunashuhudia hizo timu mara nyingi zilikuwa zinacheza. Plani zao za kupoteza muda huwa ni kubwa sana. Tuwaombee tu Simba tuone kama watashinda mechi na itakuwaje, lakini Simba waenda kucheza mechi ngumu sana. Tuendelee kuombea. Mimi kila taarifa ambayo nitaipata nitawaletea tu hapa wanangu, muendelee kuburudika. Msisahau kusubscribe, lakini pia kufuatilia Ngereza TV. Kila siku asubuhi nitawapa, kila siku, yani kila muda nitakuwa nawapa update kadiri zinavyozidi kupatikana. Yani kila chochote ambacho nitakipata nitawaletea. Kama ni uchambuzi nitakuja kuchambua. Kama ni taarifa nitawaletea pia taarifa. Kwa hiyo wewe endelea kubaki hapa, kila kitu utakipata hapa. Instagram unaweza kunifollow kwa jina la Alex Ngereza. Ukiandika tu Alex Ngereza pale itakuja. Utampata hivyo pia TikTok, utanipata hivyo pia Thread, utanipata hivyo pia kwenye mtandao wa X kwa jina hilo hilo la Alex Ngereza.